Na mwanamichezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mbele yangu ni naye Shetani wa Yanga. Tunakwenda kuyazungumza yale mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Shetani, uko poa ndugu yangu? Mimi na furaha sana. Yaani na furaha sana, lakini nimeumia sana kuona Azam ananyang'anya mke wangu. Inaniumiza, mai wangu yule Azam yeye anachukua mke wangu, anataka tugombane. Lakini subiri, mai wangu anakuja tarehe 1 mwezi wa 3. Azam yani mara 2 namfumania. Juzi alienda kwa Mkapa, akatembea naye akamchukua. Mai wangu Simba. Juzi Zanzibar kaenda akamfanya kitu kibaya. Mimi mai wangu yule. Jamani, tuna furaha. Unajua furaha ya wana Yanga sasa hivi sio pipi, ni kuona yule adui anawekwa. Simba sasa hivi imekuwa mbovu. Na ndio furaha yetu mbovu kabisa. Sasa tunamtegemea mkwara. Sasa yule jamani. Sasa sio Simba timu. Kuna nini mle? Kwa kifupi nataka niwaambieni ndugu mwandishi wa habari. Sisi kwa sasa hivi tuna furaha wana Yanga. Kuona timu yetu ya Yanga sasa hivi ilipoelekea ni pazuri. Sio kama umeelewa hapo? Ila washabiki wa Simba kwa sasa hivi wote wameharibika kisaikolojia. Washabiki wa Simba tafutueni madaktari wa kuatibu akili. Haiwezekani mara ya kwanza kafungwa tumempiga mara 5, Azam mkampiga kwa Mkapa na pale. Narudiani tena, mwana Yanga yoyote ukitaka kupanda daladala. Ukitoa hiyo daladala kuna vipicha vya wachezaji wa Simba, usipande hiyo driver ni Simba atawadondosha. Hawako vizuri kiakili. Narudia tena Chapesa. Wewe ni TV kubwa. Ujumbe huu ufikishe. Narudiani tena. Naiomba serikali yetu tukufu ndio tuletea amani na maendeleo. Waambieni matrafiki barabarani. Kila shabiki wa Simba anaoendesha gari, ndege, bodaboda, wawanyang'anye funguo kwanza, vyombo vya mafuta viweke pembeni. Watu wameharibika kisaikolojia, kinachoupa utamu kimeharibika. Kinachowapa utamu kimekufa. Sasa wewe ofisi yako imeharibika, utafanyaje? Wote wamekufa kisaikolojia. Sasa na wasira Mangungwa mlamu injinia ndio anaouharibu anaibomoa Simba na ijenga Yanga Afrika. Kwa kifupi sisi tuna furaha na Yanga. Na hii timu sasa hivi itakuja kushuka daraja. Imekufa. Timu imeisha kabisa kwenye ramani ya mipira haimo. Ilikuwa inaletea furaha klabu bingwa sasa hivi na goli moja. Sasa goli moja itawasaidia nini? Eti wanamsubiri Mwarabu ampige nje na wampige Mwarabu nje ndani klabu bingwa. Wana nani pale? Muone kocha Steven Becker. Nakwambia ndugu waandishi habari, utaenda motoni, hiyo ni mbovu. Bora tabaki Matora. Simba ni mbovu, hiyo ni mbovu. Simba wanatuzidi jezi nzuri, wana washabiki wengi, lakini kwenye picha hawana kitu. Simba wanawazidi? Jezi ni nzuri. Sisi zetu za kawaida. Alafu wanatuzidi washabiki, lakini chini ya carpet na kitu. Hamna kitu kabisa. Itafikia hatua tutainyanyua sasa. Ni kweli. Simba Sports. Nakwambia Simba ni ya zamani, kipindi cha Nixon, Kagere, Uchebe, lakini Simba sasa hivi imeisha. Azam mtoto mdogo yule, katoto kadogo kajuzi hapa, vitoto vidogo vinakuja kumbomoa kwa Mkapa afu na Zanzibar. Alafu yanajiita kisiki. Simba gani imekwisha? Sisi ndio furaha yetu. Nezidi kufungwa na itazidi kufungwa. Kuna nani pale? Eti wanakaa wanasema eti hajadaka Kamara. Hajadaka? Eti Kamara hajadaka. Sasa hivi wanakuja tafuta sababu eti pale kati hamna mtu. Lakini Simba ndio imeisha na ndio imekamilika na imewekwa na itazidi kuwekwa, na kila timu sasa hivi wanajisevia. Sasa hivi sio timu. Ila sasa hivi timu iko Yanga. Ndugu mwandishi wa habari, watu waliona klabu bingwa jana watu waliona jana Taifa Stars ilikuwa inacheza. Taifa Stars imeenda kucheza na Yanga, naongea ukweli kama niue. Yanga ndio imecheza Taifa Stars. Tukiangalia ukuta uliokuwa unacheza Yanga, tukiangalia alikuwa ni Jobu, alikuwa ni Baka na Nondo Mwamnyeto kapteni. Wale ndio wamesababisha Taifa Stars tufike pale. Kwa hiyo pale sio Simba, Yanga ndio imecheza Taifa Stars. Na huyu Gamundi huyu, nilikuwa naomba balishiwe uraia awe Mtanzania. Tumuuzie mpaka sura awe mweusi. Gamundi anayoyafanya ni makubwa. Kwa kifupi sisi tuna furaha bwana. Yanga Afrika sasa Jumatatu si kesho tunaenda kucheza finali. Azam na Yanga, naweka hadi. Jumanne. Ni Jumanne. Sasa kama huyu Azam atanifunga. Kama Azam atanifunga atachukua kombe. Ndugu mwandishi wa habari Chapesa, wewe ni mkubwa unajua. Naomba washabiki wa makoro ama mainfesa wa Simba wabovu. Wataponiona wasiniogope. Wanikate kichwa. Alafu hicho kichwa wakizalilishe, wakikalie kama kigoda. Yaani kama kikalie kama kigoda, yani wakikalie tu wakizalilishe. Hilo swala na serikali asilingilie. Kama Azam atanifunga. Kama Azam atanifunga. Azam anaenda kufungwa. Yaani atake kama afungwe. Hivyo Olai Bengi afungwe. Na Yanga Afrika. Yanga unamjua vizuri. Unajua nyuma kuna nani kule? Captain Nondo Mwamnyeto. Alafu na Jobu bali kuna Baka pale. Na kipa Mdakaradi pale. Atapenya nani? Chapesa nakwambia atapenya nani? Waulize Simba walipofika. Sio Simba, yani watu wanaelewa. Nataka niwaambieni wana Yanga,
kitu ambacho injinia kiko moyoni mwake watu hawajui. Injinia ana raha katika maisha yake. Injinia anaumia. Injinia mpaka hapa alipo sasa hivi furaha hana. Injinia anachoumia ni kuona timu yake ya Yanga kubwa haina kombe la klabu bingwa. Ushai kuona injinia anasema Yanga oye, ushai kuona? Anasemaga Yanga oye, kwa kuwa anasema nikisema Yanga oye nitachekwa huko. Timu haina kombe la klabu bingwa afu niseme Yanga oye nazuliwa na Mazembe. Injinia siku atapoleta kombe la klabu bingwa ndo anasema Yanga oye. Yanga safi. Sasa hivi hawezi kusema Yanga oye, anasema Yanga oye. Anajua mimi sasa hivi sina kombe la klabu bingwa. Kwa hiyo injinia anachokifanya kwa sasa, anasajili vyuma kwa ajili ya kuleta kombe la klabu bingwa. Kwa hiyo ndo shida ya injinia. Sisi huko shabiki ndo tunasema Yanga bingwa, lakini injinia hawezi kusema bingwa mpaka atapoleta kombe la klabu bingwa. Na nataka niwaambieni wa Tanzania au wana Yanga, na wapa miaka hizi miwili, wallahi wa billahi, zikipita miaka miwili bila Yanga kuleta kombe la klabu bingwa, waje wanikate kichwa au waniue kabisa. Miaka miwili haipiti Yanga bila kuleta kombe la klabu bingwa. Miaka miwili haitapita. Yaani mwaka 26, 27, 28 nagonga. Kombe la klabu bingwa linakuja Yanga Afrika. Sajili umeiona Alan Okello ya Yanga? Injinia Harris kaenda karudi afiko. Ndio maana nakwambiaje, injinia ana raha katika maisha yake. Injinia ana furaha. Injinia anaumia kuona timu yake kubwa ina kombe la klabu bingwa. Hivi kombe vya ndani hivi si vya Total vya nini? Vyote yeye anaviona kama bado. Ili nithaminike injinia, inabidi nimiliki kombe la klabu bingwa. Hicho ndio injinia anapigana nacho, na tumuombee maisha mazuri, tumuombee afya. Injinia kama ana maradhi yapewe mimi ni umo ya baki ili tuletee mafanikio Yanga. Injinia? Narudia tena. Injinia kama ana typhoid na malaria, maradhi sugu yale yote kama yanayo, lakini ana. Kama anayo, naomba Mungu maradhi yote Mungu ayanyonye. Anitie mimi ni umwe kabisa ni umwe mimi au wana Yanga baadhi waumwe. Injinia baki ili tuletee mafanikio Yanga Afrika. Na kama ni mkubwa Mungu apunguze umri azidi kuwa mdogo. Apunguze umri azidi kuwa mdogo. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo mimi nataka niwaambieni wa Tanzania, la mwisho kabisa. Tanzania nzima TV ni, narudieni tena, Tanzania nzima TV ni moja. TV zote Tanzania kuna TV moja inaitwa Chapesa. Ukitaka Mungu akupe riziki, mahusiano yao mazuri, hera upate, riziki zifunguke, Foru TV inaitwa Chapesa. Ukiforu TV riziki zote zinafunguka. Mimi naonekana wewe ni nani? Diamond anaonekana pale wewe ni nani? Hii ndio TV bora, TV safi. Mimi nilivyoiforu mimi nishangaa mademu anakuja, mahusiano yanakaa vizuri, hela zinakuja, nimefunguliwa njia mwanangu. Baada ya kuiforu Chapesa, kaiforu Chapesa, Mungu akufungulie riziki. Papa Rabiati. Inshallah. Baada Papa Rabiati baby. Yanga bingwa. Yanga bingwa. Yanga bingwa. Sio mara moja. Mapinduzi nachukua. Azam. Nachukua. Azam nampiga. Nakuja ligi nachukua. Makombe yote nabeba. Yanga Afrika. Ikitokea mara papa Azam bingwa sasa. Wapi? Mapinduzi. Unataka nirudie tena hadi? Mara papa Azam bingwa. Wewe mwanamke anaweza kubadilika kama mwanaume? Kitu hakipo. Kwa hiyo lazima naenda kumpiga Azam. Azam ni mtoto kwetu. Sasa Azam ana nani sasa? Mchezaji gani? Faitoto pale kati ana nani? Hayupo to kuwepo. Hakuna, nakwambia hata nikichezesha wachezaji 6. Azam mimi namweka. Sasa Azam atamfunga nani? Anafunga makoro. Hasa mwezi kunifunga mimi wewe. Mimi timu kubwa, mimi ni mbabe, mimi ni konki. Mimi mpaka rais wa FIFA anajua mimi ni nani. Kila timu yoyote inayokuja hapa Tanzania yoyote sisi tunafyeka. Yoyote kwenye ligi yoyote. Hata Simba wakicheza wachezaji wote 24 wakaingia, mimi nikaingiza 7. Nafunga mimi. Hivi ndugu mwandishi wa habari, hivi unamjua Pacome Zouzoua? Pacome Zouzoua. Pedo. Mimi nataka nimwambie injinia. Injinia kama umefanya hiki kitu Mungu atakuona. Kama injinia ameenda Dubai akakutana na Wachina, akaenda kutengeneza masaibogi yanajifanya Pacome Zouzoua, cyborg lingine linajifanya nani Max Zingeli. Mungu anakuona injinia. Mimi hawa kina Messi waga wanachoka, lakini hawa wachezaji Yanga ya choki. Haya ni masaibogi. Haya ni nini? Yanga hakuna wachezaji, Yanga kuna masaibogi. Sasa timu gani inacheza na masaibogi? Nikushukuru sana ndugu. Na mimi nakushukuru pia mwanangu. Shukrani sana.